Jambo moja kubwa nililisema na nilipofika nalikumbushia tena hapa, tuweke maoteo. Mwaka 2028 tutaenda kwenye elimu ya lazima, elimu ya msingi ya lazima mpaka kidato cha 4. Miaka 10 itakuwa elimu ya msingi ya lazima, na kama mpaka kidato cha 4 ni elimu ya msingi ya lazima, kwa lugha nyingine, sasa hivi tulikuwa tunasema kila kata iwe na sekondari. Ikishakuwa elimu ya lazima ya kila mtoto aliyeanza shule ya msingi lazima afike kidato cha 4, kwa maana nyingine wale waliokuwa wako shule ya msingi yote lazima wafike kidato cha 4. Kwa maana nyingine kila kijiji kitakuwa na sekondari. In a way tunaongea hivyo kwamba kila kijiji kinatakiwa kuwa na sekondari. Na kwa kuwa tuna darasa la kwanza mpaka la 7 kwenye maeneo ambayo hayana sekondari, maana yake kila kijiji kinatakiwa kiongezewe madarasa 3 ya kwenda mpaka kidato cha 4 kwenye hicho kijiji. Na kwa kuwa pia kuna ulazima wa madarasa 2 ya awali, kwa hiyo tuna madarasa 5 kwenye kila kijiji. Hatuwezi kumpeleka mwanafunzi wa masomo ya awali akasomee kwenye kata. Tuwe mbele ya wananchi. Inajitokeza hata kwenye hizi shule shikizi, wananchi wanajenga shule shikizi kwenye maeneo ambayo hata sisi kama serikali hatujayapitia na kuona kwamba yanakubalika. Sehemu zingine shule shikizi zinajengwa kwenye maeneo ambayo ni ya hifadhi, maeneo mengine, sehemu zingine ni maeneo yenye migogoro, kwa sababu hatui mbele ya wananchi. Hebu twendeni tuwe mbele, tufanye maoteo ya mahitaji. Ninyi ndio mnaojua maoteo haya. Kwa karne hii ambayo nchi imefunguka, kila eneo linafikika, hata hii kuja kupata mahitaji ya madawati kama dharura, ili na lenyewe ni kwamba tu hatutembelei maeneo yetu. Hatupaswi kuwa na jambo la dharura la uhitaji wa madarasa wala madawati.